السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد أيها الأحبة الفضلاء، مرحبا بكم من جديد. Karibuni tena kwa mara nyingine katika tarehe 28 ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atutimizie Ramadhani kwa khairi zake na baraka zake na msamaha wake, Allahumma amin. Msikilizaji mtukufu wa Kiislamu, ikiwa ni halaka yetu ya 28 kwenye barnamiji yetu tulioipatia kwa jina la asbabu nuzuli li baadhi alayat, sababu ya kuteremshwa kwa baadhi za ayat. Msikilizaji mtukufu wa Kiislamu, kwa mara nyingine tunakutana kwenye halaka ya tatu hii, ili hali tukiwa tunaizungumzia ibada ya swala na hatari ya kuichelewesha swala kutokana na wakati wake. Tunazungumzia topic hii chini ya neno la Mwenyezi Mungu aliyetukuka aliposema, fawailul lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun, ole wao wanaosali. Kina nani hao ya Rabbi? Alladhina hum an salatihim sahun, wale ambao wenye kuzikuza swala zao. Tukaona kwamba katika kukuza kwenye swala kuna njia kadha wa kadha. Njia ya kwanza ni kule kuto kupatikaniwa utulivu katika kusali kwako na kuto kutimiza masharti ya swala, kuto kutimiza udhu wako. Hii inahesabiwa kwamba unaikuza swala, na hatimaye utakuwa kukutanishwa na wail ambayo kwamba ni shimo katika mashimo ya moto ya Jahannam. Allah tulinde nao ya Rabbi. Tukaona na katika njia ambazo kwamba zinazohesabika ya kuwa mtu ameikuza swala yake ni kule kuiswali swala nje ya wakati wake. Jana tulizungumzia sehemu yenye kufungamana na hilo, ila hatukumaliza, na leo tunaendelea na hilo hilo la maafa haya ambayo kwamba yaliyokithiri kwenye muda wetu tulionao. Utampata mtu yuko kwenye mitandao TikTok, Facebook ama kadha wa kadha, mitandao mbalimbali, anasikia adhana, lakini kama kwamba anasema kwamba mitandao ni bora kushinda kunini kuujibu ule muadhini na kwenda kuswali. Nasallallahu salama wal afwa wal afia. Namuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atuafu kutokumana na maradhi mabaya haya na aturudishe kwake mrejeo ambao kwamba anaupenda na anauridhia ya rabbal alamin. Msikilizaji mtukufu wa Kiislamu, ikiwa uko miongoni mwa wale ambao kwamba wenye kupenda kuchelewesha swala kutokumana na muda wake, basi nisikilize vizuri kwa makini na kwa utulivu, ili ufahamu mahali ambapo kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliwaahidi hawa wenye kuchelewesha swala zao wakawa ni wenye kuswali nje wakati wake. Tuliona jana na leo tutazungumzia tena. Allah asema katika surat Maryam, bismillahir rahmanir rahim, fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawati fasawfa yalqawna ghayya. Hili neno la Mwenyezi Mungu liko katika surat Maryam, na utashangaa unapofahamu kuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameiteremsha aya hii baada ya kuzungumzia akhbar za waja wema. Ndani ya surat Maryam Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amezungumzia vizazi vyema, amezungumzia akhbar za Nabii Allah Isa alayhi salam, akabainisha jinsi ya Nabii Allah Isa alayhi salam namna alivyokuwa ameshikamana na ibada ya swala, kama namna alivyosema Nabii Isa alayhi salam ili hali akiwa mdogo anazungumza na watu wake, inni abdullah atani alkitaba waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakah. Nabii Allah Isa alayhi salam anajitambulisha mbele ya watu wake alipokuwa amezuliwa mama yake Maryam alayhi salam ya kuwa amefanya zina na mtoto ni mtoto wa zina. Mwenyezi Mungu akamtemsha Nabii Allah Isa alayhi salam ili hali akiwa anajitambulisha, akiwaambia wale watu Mayahudi, mimi ni mja wa Mwenyezi Mungu, ameniletea kitabu na waja'alani nabiyyan, akanijalia kwamba ni nabii miongoni mwa manabii maanbiya wake. Kisha akasema Nabii Allah Isa alayhi salam, waja'alani mubarakan, na Mola wangu amenijalia kwamba mimi ni mja wa baraka, aina ma kuntu, popote pale nitakapokwenda, wa awsani bis-salati waz-zakah, na Mwenyezi Mungu amenihusia mimi hapa ni swala kwa wakati wake na nitoe zaka. Huyu ni Nabii Isa alayhi salam. Akazungumzia akhbar za Nabii Allah Ismail alayhi salam. Mwenyezi Mungu akamsifu tena Nabii Ismail alayhi salam ya kuwa alikuwa ni mja aliyeshikamana na ibada ya swala. Allah asema, wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah. Alikuwa Nabii Allah Ismail alayhi salam akiamrisha familia yake ili isimamishe swala kwa wakati wake,
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kuzungumzia habari za waja wema hawa na jinsi walivyokuwa wameshikamana na ibada ya swala, kisha akasema fa khalafa min ba'dihim khalfun, la ilaha illa Allah. Lakini wakaja baada ya hao wema ambao kwamba walishikamana na ibada ya swala khalfun, walio wabaya. Ubaya wao ni upi ya Rabbi? Allah asema adha'u salata, wakaacha swala, wattaba'u shahawat, na wakafuata matamanio. La ilaha illa Allah. Ubaya wao ni kule kuacha kuswali na kufuata matamanio ya nafsi zao. Kaa katika mtandao mwanzo, endelea kuzungumza, endelea kucheza, utaswali baadaye. Na wao wakafanya kama namna nafsi zao zinavyoamrisha. Allah asema fasawfa yalqawna ghayya, basi watakuja kuta malipo ya ubaya wao. Aya hii siku moja Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alayhi aliisoma aya hii. Baada ya kuisoma akaitafsiri akisema lam yakun ida'atuhum bitarkiha walakin adaa'u alwaqta, watu hawa walioahidiwa ya kuwa watakuwa kukutanishwa na ghayya, ambayo ni shimo miongoni mwa mashimo ya moto wa Jahannam. Ndani usaha wa watu wa motoni unamiminika. La ilaha illa Allah. Watakuwa kutiwa hao wenye kuchelewesha swala zao kwenye shimo hilo la ghayya. Asema Umar ibn Abdul Aziz, watu hawa hawakuipoteza swala kwa kuwa waliiacha kuiswali kabisa, la, bali waliipoteza swala kwa kuichelewesha na kupoteza nyakati zake, kwa kuiswali nje ya nyakati zake. Namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala turejeshe kwake mrejeo ulio bora. Allahumma amin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qoyama Image, sisi tunafikisha na Allah anaongoza.